Na mtazamaji wangu, recap ya tukio nzima ambalo limeweza kujiri leo hii huko mahakamani. Mheshimiwa Tundu Lissu hajaweza kufurahishwa na tukio ambalo limeweza kujiri, kwani imeweza kubainika kwamba shahidi aliyekuwa akitarajiwa kuja kumenyana naye Mheshimiwa Tundu Lissu katika kesi hii ya uhaini, shahidi wa jamhuri, ameshindwa kufika katika mahakama kuu leo hii baada ya kupata dharura ya kiafya, jambo ambalo Mheshimiwa Tundu Lissu hajaweza kukaa sawa kabisa. Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuamini kwamba kwa njia moja ama nyingine, kipindi na wakati ambapo mashahidi wanazidi kuwasilishwa katika mahakama kuu, shahidi asiweze kuwa mmoja, bali mashahidi ni vyema iwapo ataweza kuwa zaidi ya wawili. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa itaweza kuwa ni jambo sahihi iwapo utaweza kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii tukio nzima la mashahidi waliokuwa wakitarajiwa kumenyana naye Mheshimiwa Lissu huko mahakamani, baada ya mashahidi hao kushindwa kufika. Mheshimiwa Tundu Lissu kwa umbali alionekana akiwa akicheka baada ya mahakama kusoma kauli hiyo ya shahidi aliyekuwa amenyane naye Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kupatikana na dharura ya kiafya. Ila kuna moja ya swali ambalo Mheshimiwa Lissu ameweza kuliuliza leo hii kabla ya kikao cha leo hii kuahirishwa ama kubainika kwamba kitaweza kuendelezwa Jumatatu, ambapo itaweza kuwa ni tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026. Naam, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuuliza mahakama swali ya kwamba je, itakapoweza kufikia kiwango ama kipindi ambapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kutakiwa kuwa katika mahakama hiyo kujibizana moja kwa moja yeye na Mheshimiwa Tundu Lissu, si itaweza kuchukua miaka 5 na ndipo ambapo iweze kutokea? Kauli hii hapa, mtazamaji wangu, Mheshimiwa Tundu Lissu hajaweza kuizungumza kwa bahati mbaya. Ningependa ufahamu kwamba uchaguzi ujao ni swala la muda tu, ambapo sote tunafahamu kwamba mbinu zote zilizoweza kutumiwa na viongozi wa chama cha CCM kumzuia Mheshimiwa Tundu Lissu kuwa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2025, ndoto hii ama mbinu hii haijaweza kusaulika, ama viongozi wa serikali CCM bado wangependa waweze kuitumia kwa mara nyingine. Hivi sasa, mtazamaji wangu, sote tunafahamu miaka yake Mheshimiwa Tundu Lissu. Iwapo miaka mingine 5 ijayo ataweza kunyimwa kuwania nafasi ya kiti cha urais katika Jamhuri ya Tanzania, basi baada ya uchaguzi huo wa miaka 5 ijayo, uchaguzi utakaokuwa ukifuatia, Mheshimiwa Tundu Lissu hatakuwa na nguvu ya kisiasa kama ilivyokuwa hivi sasa. Moja ya jambo ambalo hivi sasa viongozi wakuu wa serikali ya CCM wameweza kugundua, Mheshimiwa Tundu Lissu kutoshiriki katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa mwaka 2025 uliweza kumwongezea umaarufu maradufu. Hivyo basi, sote tumekuwa tukishuhudia jinsi gani ambavyo kesi ya uhaini inayozidi kumkabidhi Mheshimiwa Tundu Lissu imekuwa ikifuatiliwa na watu sio katika Jamhuri ya Tanzania pekee wala East Africa, bali dunia nzima, jambo ambalo linazidi kuonyesha aina ya kiongozi ambaye ni Mheshimiwa Tundu Lissu. Sio kiongozi ambaye anayezidi kufuatiliwa Afrika pekee, bali dunia nzima inazidi kufuatilia, na sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu kupata umaarufu ama ushindi katika mahakama ya rufaa, wengi waliweza kufurahishwa na kile anachozidi kukifanya Mheshimiwa Tundu Lissu. Hata wale ambao hawakuwa kimfahamu Mheshimiwa Tundu Lissu anakolenga ni wapi, baada ya ushindi katika mahakama ya rufaa, wengi waliweza kumwelewa, jambo ambalo hivi sasa linazidi kuvutia macho ya wengi. Na ndipo ambapo baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kuweka hoja zake leo hii na kufahamishwa ya kwamba aliyekuwa aje kujibizana naye shahidi huyu wa jamhuri hataweza kuwepo ama hataweza kufanikiwa kufika katika mahakama kuu,
tuliweza kumwona Mheshimiwa Tundu Lissu akiwa na tabasamu. Haya yote ni dalili ya ushindi ambao Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kufahamu itakuwa ni jambo la muda, ila lazima litaweza kuwadia. Hivyo basi kauli yake Mheshimiwa Tundu Lissu ya kuweka hadharani kwamba kipindi na wakati ambapo ataweza kuomba mahojiano ya moja kwa moja na Rais Mama Samia Suluhu Hassan ya kwamba itaweza kuchukua miaka 5. Kwa haraka katika wachanganuzi wa mambo ya kisiasa wataweza kukuambia ukweli. Kauli hii yake Mheshimiwa Lissu anazidi kulenga kile ambacho ataweza kukifanya punde tu baada ya kumalizana na kesi hii ya uhaini anayozidi kuamini kwamba iliweza kuwa ni kesi ya mchongo ili kumzuia kuwania nafasi ya kiti cha urais na pia kufanikisha azma zake za kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania na sio mambo ya uhaini katika taifa pendwa la Jamhuri ya Tanzania. Vilevile mtazamaji wangu, kuna moja ya hoja nzito ambayo leo hii imeweza kujitokeza. Mheshimiwa Tundu Lissu kwa jinsi anavyozidi kupinga, sio kama Mheshimiwa Lissu hafahamu anachozidi kukifanya, ila mashuhuda wanaozidi kujitokeza kupinzana naye Mheshimiwa Tundu Lissu ndio ambao kwa njia moja ama nyingine wanaonekana kile wanachozidi kukifanya hawakielewi na kumpa ushindi wa moja kwa moja Mheshimiwa Tundu Lissu. Mtazamaji wangu, iwapo wewe hapo ni mfuatiliaji wa soka, naamini utaweza kuelewa kipengele cha penalty. Opponent ataweza kushika mpira kwa mikono ambapo mpinzani wake ataweza kupewa fursa kuondolewa kwa wachezaji wote na aweze kusalia na goalkeeper ambaye atakuwa na jukumu la kudaka mpira huo. Hivyo basi mashahidi hawa wa Jamhuri kile wanachozidi kukifanya ni kumrahisishia kazi Mheshimiwa Tundu Lissu. Hivyo basi kile ambacho wafuasi wa chama Chadema waweze kukitarajia kutokana na mchakato wa kesi hii ama shauri hilo la kesi ya uhaini inayozidi kuendelea kujadiliwa siku baada ya siku ni ushindi, jambo ambalo kwa kweli idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wangependa liweze kujiri ama liweze kutokea. Vilevile wangependa kuona haya yote ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu ameweza kuyapitia yanazidi kuleta manufaa gani ama umuhimu gani katika maisha yake binafsi. Sote tunafahamu kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kueleza manifesto yake katika uchaguzi wa mwaka 2025 ijapokuwa hakuweza kupewa nafasi ya kuwania kiti cha urais, ila manifesto yake Mheshimiwa Tundu Lissu yaliweza kugusa vijana Gen Z na hata mwananchi kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na kesi hii kuratibiwa kurejelewa kikamilifu tarehe 17 mwezi huu wa 8 mwaka 2026. Bye bye until the next video.